Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kumwelezea mtu hisia zako au jinsi unavyojihisi. Kutoa zawadi kwa mtu. Mtu kufurahishwa kwa jambo ulilolifanya. Kumtunzia mtu siri yake. Kuwa na utata katika maneno ya mtu. Utashukuru kwa kuwekwa wazi kwa jambo. Kutumia maji kwenye kifua kutibu tatizo linalokusumbua sana, kwa kifua au tumbo na mwili wote kwa ujumla. Maelekezo yake yapo kwa namna hii. Weka kifua hicho katika jiko kwa namna ya kukifunika. Kipate moto kidogo alafu weka maji safi ndani yake. Kisha kunywa kwa haraka maji hayo. Matokeo utayaona kwa haraka. Nyota ya Mizani. Utajaribu kumtafuta mtu kwa mara nyingine. Kuzihisi tabia tofauti za mtu. Kuhisi mtu bado anakufikiria. Kupata angalizo kabla ya kufanya kitu. Kushukuru kwa msaada wa mtu. Kugundua ukaribu wako na mtu una faida kubwa sana. Kupatiwa malipo ya kitu. Nyota ya Mapacha. Akili yako kuzidi kufunguka kwa maelezo ya kitu fulani. Utakuwa na msimamo ili kuona mambo yatakuwa na mwelekeo gani. Kuna kitu utafaidika nacho. Kuvunja ukimya kutakuwa ni muhimu au sahihi kwa jambo fulani. Mtu atakutafuta kwa suluhisho. Kukubali kukosolewa ili uwe sawa au bora. Kupata shida ya jino. Kupata mtu wa kushirikiana naye. Nyota ya Mshale. Kuingiwa na hali ya huzuni. Kuaminishwa kitu. Kumkosa mtu asiyetaka kuambiwa ukweli. Utahisi maumivu au kichomi sehemu ya mwili. Kufuta vitu vingi vilivyojaa kwa simu. Salamu ya mtu itakushtua. Utapinga kitu kwa hoja nzuri. Nyota ya Punda. Kushindwa kuomba msamaha ikiwa unajua umekosea. Utamfahamisha mtu jambo ili asiwe na wasiwasi. Kujihisi yu mgonjwa. Kuyakataa madeni yasiyokuwa na ulazima. Hivyo utajiepusha na uchukuaji wa kitu. Kupunguza hofu kwa jambo na kujipa imani ya kufanikiwa. Kuweka mgomo wa kufanya kitu. Utapata ongezeko la pesa. Nyota ya Simba. Kuna jambo litakuwa linakukatisha tamaa sana. Kupendezwa na ukweli wa mtu anaokuambia ukikosea au kupatia. Kutotamani upitie hali ya ugumu tena. Kuzingatia jambo. Utahisi mtu amekudhulumu. Nyota ya Ng'ombe. Punguza mawazo, kila jambo hufanyika kwa wakati wake. Usijilaumu sana kwa kosa usilolidhamiria, ila kuwa na tahadhari na makinika baada ya kujifunza. Mtu ataelezea kitu kitakacho kufunza jambo. Kuonekana hauko sawa. Kusubiria kitu chenye ulikuwa na miadi nacho. Kufuatilia nakala zinazohusu afya au elimu iliyojificha. Kuyakumbuka mapito yako uliyowahi kupitia. Upweke uliokuwa nao unajihisi hakuna kushirikiana naye. Hii ni kwa baadhi yenu. Kuachishwa kazi au kupata anguko fulani. Mtu kukukosesha amani. Utashindwa kufanya jambo na kujikuta unarudia makosa. Uhisi mtu hatakuwa sahihi kumwambia jambo lako. Wachache wenu mtaongea na mtu kwa furaha mno. Kazi mpya au nzuri ipo mbele yako kukufikia. Nyota ya Mbuzi. Kumuigizia mtu upendo lakini moyoni huna mapenzi ya kweli kwake. Mtu kuharibu mpango wako. Kujiumiza na kitu katika kinywa hasa sehemu za fizi. Kutotaka kuwa na mtu mwenye tabia za ulongo. Utasema kitu upendacho na unachokichukia. Kuhairishwa kwa jambo utakalolifurahia. Mlipuko wa kitu kutokea. Kuzisikia siri za aibu za watu. Kupita sehemu na utakuwa na umakini nayo. Kumuona mtu akianguka kwa ugonjwa au hali yake. Kufikishiwa habari nzuri. Mtu ambaye ulimpeza atakufikia hivi karibuni. Kuacha kusumbuana na mtu. Kuhisi mtu anajiwekea pingamizi yeye mwenyewe. Utakuwa na hasira kwa kitu kitakacho kukera. Utashauriwa jambo zuri na mtu usiyemtarajia. Nyota ya Mashuke.
Maneno ya mtu kujirudia sana akilini mwako. Usiku kutolala kwa raha. Utaugundua unafiki wa mtu. Kumzuga mtu ili usiweze kuongea naye. Kupunguza safari za mara kwa mara. Mtu kuongea ila utamnyamazia. Kujihisi kichefuchefu baada ya kula kitu. Kumtetea mtu kwa jambo. Kujiondoa kwenye kesi. Kujihisi kuchafukwa sana moyo wako. Utatafutwa kwa jambo muhimu. Kuna kitu cha kushtukiza chenye heri kitakufikia. Utaiondosha simanzi uliyokuwa nayo au simanzi ya mtu mwingine. Nyota ya samaki. Utajishtukia kutoa sababu zisizokwisha kwa jambo fulani. Utakuwa na mashaka na mtu na kuwa na hali ya kumchukia tu. Kusubiria matokeo ya kitu. Kauli ya mtu kutimia. Kukumbushwa kitu kwa hisia. Nyota ya nge. Kufanya kitu kwa haraka ili kwenda na muda sahihi. Kuacha kumlazimisha mtu jambo. Kumuona mtu katika hali ya utofauti na ulivyomzoea. Kupumzika kwa utulivu. Kulizingatia jambo kutokana na kujua umuhimu wake. Kutojali mtu atakavyokufikiria. Ila kuna jambo litakuwa limekukaa sana moyoni. Kujifunza kitu. Kuzidi kuwafanya watu wawe na umoja. Kuifurahia familia yako. Kukumbushiwa jambo ambalo hupendi kulisikia. Kuahidi kutimiza jambo. Kukumbuka upendo wa mtu ulipokuwa naye pamoja. Kuamini ulichokisubiri kitakufikia sasa. Nyota ya kaa. Kukataa kitu ila moyoni unakitamani. Kupata mtikisiko au kujihisi kutetemeshwa. Kufanya kitu cha kuharakishwa au kushtukizwa. Kuona jinsi mtu anavyokupambania. Kuweka ahadi moyoni ya kutaka kufanya kitu. Utatenda kitu kwa udogo chenye matokeo makubwa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp. Kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.